vijana wengi pia tunashindwa kuwa stable kwenye mahusiano. Tunaangalia na wazazi wetu the way wanavyoishi. Unajua wazazi wanagombana, wanashindwa kugombania chumbani kwao, wanakuja kugombaniana sebuleni. Jamani wazazi. Kwa hiyo mimi ninavyoangalia baba au mama wanavishana vile, nasema oh my God, kumbe ndo hivi. Wazazi. Jamani wazazi. Wazazi, kama kuna ugomvi, fanyeni chumbani. Gombaneni huko. Mkija sebuleni, onesheni na furaha, yani mmefurahi, onesheni kwamba mna amani, kwa sababu kile unachomuonesha binti yako, kijana wako wa kiume anaenda kukifanya kwenye ndoa yake. Mwisho wa siku utasumbuliwa wewe mwenyewe kwenda kutatua matatizo ya mtoto wako, lakini wewe mwenyewe ndio umesababisha. Mtu anakuwa anaharibika kisaikolojia kutokea utotoni, kwamba anakuwa na hiyo mindset kwamba labda ndoa ni lazima maugomvi na nini. Kumbe sivyo, si lazima wagombane. Lazima wazazi mtengeneze. Kuna muda wazazi tengenezeni kwa ajili ya watoto. Yaani nyinyi mnapokuwa na amani, kuna usaliti, watoto nao wana adapt. Mwisho wa siku tutakuja kuwa na kizazi ambacho ni cha watu waaminifu. Yaani uaminifu inawezekana. Na kuchangia hapo pia, mimi ninachoomba wazazi wetu, hususan wazazi wa kike, wawe na ile hali ya kujishusha kwa baba zetu, wa respect wa baba zetu. Maana unajua mwanamke akishakuwa na kipato anajikuta yeye ndo yeye. Sasa ile sio nzuri kwenye ndoa. Inatakiwa wajishushe, wajue kwamba yeye ni mwanamke, anapaswa kumheshimu mume wake, na mwanamume pia anapaswa kumpenda mke wake. Si baba wanaanza kuchiti nje, afu sisi tunagundua videm vya baba. Unajua hata wamama wanachiti, lakini sisi watoto kujua kwamba kumbe baba anachiti, mama anachiti. Kwani mimi ni nani nikichiti? Na adapt, kumbe ni kawaida kuchiti. Kwa ile respect au ule